kwa ujumla, aliyeacha alama isiyofutika katika maisha ya wengi. Naomba kuileta historia hii kama ifuatavyo. Kuzaliwa. Hayati Askofu Lazaro alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 1937 katika kijiji cha Modio, kata ya Masama, wilaya Hai, mkoa wa Kilimanjaro. Alikuwa mtoto wa kwanza kati ya watoto 10 wa mzee Kundandumi Lazaro. Elimu. Alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Masama. Baada ya hapo, aliamua kujiendeleza kimasomo katika fani ya uhasibu na kuhitimu mwaka 1958 huko Mombasa, Kenya. Akiwa Mombasa, alijiendeleza zaidi kimasomo, na huko ndiko alikopata kazi yake ya kwanza ya katibu mwitasi mpaka kipindi cha vita ya Mau Mau, ambapo ilimlazimu kurudi Arusha na kuendelea na kazi hiyo hiyo. Maisha ya ndoa na familia. Hayati alifunga ndoa na Bi Eva Grace mwaka 1958 na waliishi katika ndoa ya furaha na amani hadi mkewe alipofariki tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2017, siku na mwezi sawasawa na aliyotuacha hayati Dr. Askofu Emmanuel Lazaro. Mungu aliwabariki kwa watoto 7 ambao 2 wameshatangulia kuishi na Bwana na 5 bado wapo hai. Kupitia wao wamepata wajukuu 17 na vitukuu 4. Katika familia hiyo wametokea wachungaji 7, wakiwemo watoto wa hayati na wake waliooa au kuolewa na watoto wake. Mtoto wake wa kwanza wa kike ameolewa na askofu mkuu wa Tanzania Assemblies of God, mchungaji Dr. Barnabas Weston Mtokambali. Maisha ya imani na Ukristo. Hayati aliokoka mwaka 1957. Tangu wakati huo hakurudi nyuma katika safari yake ya imani. Maisha yake yalikuwa mfano wa kuigwa na wengi. Walimjia Yesu kupitia ushuhuda wake. Maono aliyoyapata siku anaokoka yalikuwa na mguso mkubwa sana kwake na kuipeleka yeye kurudi Arusha mwaka 1958. Akiwa Arusha, alionana na mmissionari wa kanisa la Swedish Free Mission aliyekuwa akihubiri wokovu. Aliupokea ujumbe wa wokovu na kubatizwa. Baadaye missionari huyo alienda na mzee Lazaro kwenye mkutano Tabora, na huko ndiko alipojazwa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza na kunena kwa lugha mpya. Baada ya hapo, Askofu Lazaro akawa mtu wa kwanza kujielekeza kuwashirikisha watu wa Masama uamsho wa Kipentekoste. Mungu alimjalia vipawa vyote 5 vya huduma, ambapo kila huduma ungeweza kuiona wazi wazi. Huduma hizo ni ualimu, uinjilisti, uchungaji, unabii na utume. Huduma zote hizi alizitumia na kusababisha maelfu kuja kwa Yesu. Aidha, Mungu alimtumia kwa nguvu kubwa katika huduma ya uponyaji, ambapo viziwi, mabubu, viwete, waliopagawa na mapepo walifunguliwa, na waliokuwa na mateso ya aina mbalimbali. Haleluya! Huduma ya Kikristo. Huduma yake ilianza rasmi mwezi wa 6 mwaka 1959 huko Modio, Masama, wilaya Hai, mkoa wa Kilimanjaro. Alijulikana kwa kauli yake maarufu, Yesu yu hai leo. Kauli iliyoambatana na miujiza mingi. Kwa ujumla, mzee huyu ni mwanzilishi wa Upentekoste Tanzania.
wenye ishara na miujiza, akiwa katika huduma Mwanza chini ya mchungaji Maglari. Alitumiwa na Mungu kumwombea mchungaji Askofu Dr. Moses Plola akiwa anaumwa, akaokoka na kuponywa kabisa na kuanza kuhubiri injili kama mwinjilisti wa taifa. Hivyo kupitia miujiza huo wa nguvu wa injili ya Kipentekoste, ikapamba moto kwa watumishi hawa wawili, mchungaji Askofu Dr. Emmanuel Lazaro na mchungaji Askofu Moses Plola, hadi inji ikatikisika. Mpaka anastahafu huduma mwaka 2019 alikuwa amefikisha miaka 60 ya utumishi na miaka 62 ya maisha ndani ya Yesu Kristo. Haleluya! Alifanya huduma katika mazingira magumu, akitembea kwa miguu masaa mengi, baskeli na pikipiki mara nyingi, kutoka mkoa wa Mbeya hadi Kilimanjaro, katika kutekeleza majukumu yake ya kiaskofu. Hayati alihatarisha maisha yake mara nyingi, kama kuwekwa gerezani, kuvamiwa na majambazi, kulishwa sumu, kutumiwa watu kumdhuru maisha yake, na vita nyingi za kichawi na kidini. Kuna msemo kuwa ukiona nyani mzee ujue amekwepa mishale mingi. Hakika hayati mchungaji Dr. Lazaro alikuwa shujaa wa imani na tutamkumbuka sana. Alihubiri hadi nguvu zilipomwishia. Hata hivyo, akiwa kitandani, aliendelea na kazi ya Mungu. Mkutano wake wa mwisho wa hadhara ulikuwa Mti wa Mbu, Arusha, ambapo watu 200 waliokoka. Alisimikwa kuwa mchungaji wa Tanzania Assemblies of God mwaka 1964 huko Modio Masama, na mwaka 1969 alifungua na kuchunga kanisa la kwanza hapa Modio. Bwana Yesu asifiwe. Hayati alifungua na kuchunga kanisa la Kilimanjaro Revival Temple kuanzia mwaka 1984 mpaka alipostahafu utumishi wake mwaka 2019. Hayati alichaguliwa kuwa askofu mkuu Mwafrika wa kwanza wa kanisa la Tanzania Assemblies of God kuanzia mwaka 1967 mpaka 1992, miaka 24 ya uaskofu. Hayati alifanya kazi ya Mungu ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Alisafiri na kufanya huduma katika mataifa kadhaa kama Marekani, Sweden, Denmark, Ujerumani, Nigeria, Sri Lanka, Canada, Kenya, Uganda, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Burundi na nchi nyingi barani Afrika. Shujaa wetu wa imani alijenga kituo cha uinjilisti Tagemi, maalum kwa ajili ya kufundisha na kuwanoa wainjilisti kwa ajili ya utumishi. Kituo hicho alichokijenga alitoa zawadi kwa kanisa la Tanzania Assemblies of God ili kuendeleza maono hayo ya injili. Amen. Shuhuda za huduma Nigeria. Alikwenda Nigeria kwenye semina ya wachungaji, na mhubiri wa semina hiyo alikuwa mchungaji Morris Serulo, ambaye alipata dharura ya kutoendelea kuendesha semina. Hivyo hayati akaomba aendeshe mkutano wa injili. Jioni moja ya mkutano wa injili waliletwa viziwi 250, na wote baada ya maombi walifunguliwa. Baada ya kurudi madhabahuni juu, akawauliza watu, "Je, kuna aliyebaki hajapona nimponye?" Pale Mungu alikamwambia, "Nitakuchapa kwa sababu umejivuna." Na alisema kweli Mungu alimchapa. Alituambia tuwe makini sana wakati tunapoomba
ombea watu na wakapona. Tuache majivuno, maana anayeponya ni Mungu. Hasa wainjilisti vijana, kama alivyokuwa kipindi hicho, alifanya makosa. Kesho yake watu walijaa kwenye mkutano mpaka serikali iliogopa na kuleta polisi, na shule ya mabubu na viziwi ilifungwa kwa sababu hakukuwa na viziwi wala mabubu kesho yake. Haleluya! Baada ya mkutano, watu walipokuja kutoka maeneo ya mbali walikuta mkutano umekwisha. Wakawa wakigusa vitambaa vya mkutano na mabango ya Yesu yuwai leo. Wakawa wakipokea uponyaji, na maelfu ya watu wasio na idadi waliokoka. Baadaye aliombwa kurudi tena Nigeria na Ghana, na katika mikutano yake ya Nigeria, watu walipoona wengi viwete, viziwi na mabubu, mpaka akiwa kwenye madhabahu akamuona malaika akipita katikati ya watu, na ikabidi ashuke chini kumfuata. Lakini kila alipokwenda kumfuatilia, anakuta kule malaika alipopita, kiwete anatembea, anaonyesha magongo juu na viziwi wanashangilia wamepona, na hakuweza tena kumfuatilia. Ikabidi arudi madhabahuni kumtukuza Bwana Yesu. Tanzania, shuhuda wake, huduma katika Tanzania. Shuhuda nyingine ni zile za mikutano aliyofanya mkoa wa Tanga Mweza, mkoa wa Arusha Mererani, na Kilimanjaro Bonite. Aliwaambia makutano wasiondoke kwenye mkutano, wabaki na kulisikiliza neno la Mungu. Mvua kubwa sana iliendelea kunyesha kuzunguka uwanja. Wakati huo wale waliokuwa ndani ya uwanja walikuwa salama mpaka alipomaliza mkutano na kurudi nyumbani, na mamia ya watu walimwamini Yesu. Mkutano mwingine wa miujiza ya ajabu ni ule mkutano wa Kondoa kanisani aliyokuwa anachunga mchungaji Douglas Mosi. Wakati wa mkutano, kila wakati waimbaji walipoimba, mapepo yalitimka sokoni, eneo mbali na mkutano, na watu wakawa wanakuja kuwaita wahudumu kwenda kuwachukua waliopagawa na kuwaleta kwenye mkutano ili waombewe, na watu wengi waliokoka na kumfuata Yesu. Tukuyu Mbeya, Disemba mwaka 1976, ulifanyika mkutano mkubwa wa Injili. Maelfu ya watu walijaa. Wakati mahubiri yanaendelea, ghafla likatokea tetemeko. Watu wakaogopa sana. Kumbe nguvu ya Mungu ilikuwa imeshuka. Mara vipofu wakaanza kuona, viziwi kusikia, mapepo kutoka. Utukufu wa Mungu ulishuka. Mamia ya watu waliokoka. Mkutano unashuhudiwa mpaka leo. Tanga mjini, Julai 1973, katika viwanja vya Tangamano ulifanyika mkutano mkubwa sana wa Injili, ambapo mhubiri alikuwa mchungaji Askofu Dr. Emmanuel Lazaro. Muujiza wa kwanza ni wa mtu mmoja wa jamii ya Kihindi aliyekuwa akiishi barabara ya 11. Alikuwa kipofu kabisa. Aliponywa upofu wake na kuokolewa. Muujiza wa pili ni wa binti mmoja aliyekuwa anaitwa Penuel Efraimu. Wakati huo binti huyo alikuwa mdogo wa darasa la 6. Alipata changamoto ya kutupiwa majini yaliyomfanya kushindwa kuendelea na shule. Askofu Lazaro akiwa Moshi kabla hajaenda kwenye mkutano Tanga, Mungu alisema naye kuwa kwenye mkutano huo Tanga kutatokea mtoto atakayeokoka. Alipofika kwenye mkutano, kweli mkutano ulipoisha, alimfuata Askofu Emmanuel Lazaro kutaka kuombewa, na alipomwombea mapepo yakamtoka, na tangu siku hiyo aliponywa na kuokoka. Morogoro mjini, mwaka 1975,
chini ya mchungaji Petro Ngunja ulifanyika mkutano mkubwa sana, ambapo mhubiri alikuwa mchungaji Dr. Emmanuel Lazaro. Viwete na waliokuwa wamepinda miguu walifunguliwa, wenye shida ya mgongo, kichwa na matatizo mengine ya mwili waliponywa kwa wingi na kuokolewa. Mchango katika ujenzi wa kanisa. Hayati alijenga kanisa la kwanza la miti Modio Masama mwaka 1963 baada ya vita kali ya kudhulumiwa kiwanja cha kanisa na wapinzani wa Injili. Mwaka 1971 aliona Biblia za Wagideoni zikisambazwa bure kwa watu, ndipo akaguswa sana moyoni. Aliazimia moyoni kwa wivu wa kimungu na kuwa kama kuna mtu anasambaza Biblia bure duniani kote, kwa nini na yeye asifanye jambo ambalo litagusa watu wa Mungu pia? Ndipo akapata maono ya ujenzi wa makanisa kwa fedha inayotokana na mapato yake binafsi. Mwaka huo alipata maono ya jengo kubwa la kanisa. Alisema kwa imani, kabla ya kumaliza safari yake duniani, atajenga kanisa ambalo litakuwa na uwezo wa kuingiza watu 5,000. Alianza ujenzi wa kanisa la Kilimanjaro Revival Temple kwa kushirikiana na washirika wake. Kanisa hili likakamilika kwa 100%, akiwa na nguvu, ambalo lina uwezo wa kuhudumia watu 5,000 katika kumbi zake zote, na sisi sote ni wanufaika wa maono ya ushujaa wa imani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hayati Askofu Lazaro alikuwa na maono ya kujenga makanisa 80 kabla hajaondoka. Hata hivyo, Mungu alimpa neema ya kujenga makanisa 13 ya viwango vya juu kwa fedha yake mwenyewe. Alikuwa akijenga kanisa, ananunua viti au mabenchi, madhabahu na vifaa vya ibada, umeme na maji na mahitaji yote ya muhimu. Hii ni nje na michango yake ya ujenzi wa makanisa mengine aliyochangia fedha au vifaa. Uongozi wa kanisa. Nyadhifa mbalimbali alizowahi kushika ndani ya kanisa. Wa kwanza, namba 1, mchungaji kiongozi wa kanisa la Modio mwaka 1959 mpaka 1967. Pili, mwangalizi wa kwanza wa makanisa ya Tanzania Assemblies of God ya mkoa wa Kilimanjaro, Arusha, Dodoma, Iringa na Mwanza mwaka 1964. Tatu, askofu mkuu wa Tanzania Assemblies of God mwaka 1967 mpaka mwaka 1992. 4, mchungaji kiongozi wa kanisa la Kilimanjaro Revival Temple mwaka 1984 mpaka mwaka 2019. Namba 5, amechunga kanisa la Tanzania Assemblies of God Mlandege, Iringa. 6, amechunga kanisa la Tanzania Assemblies of God Calvary Temple, Arusha. 7, amechunga kanisa la Tanzania Assemblies of God Dodoma, TAD ICC ya leo. 8, mwinjilisti wa kitaifa na kimataifa maisha yake yote. Tunzo za heshima. Hayati mchungaji Dr. Emmanuel Lazaro wakati wa uhai wake alitunikiwa nishani mbalimbali kama ifuatavyo: Doctor of Christian Mission kutoka Japan Institute. Pili, Jubilee ya miaka 50 kutoka Christian Ambassador Taifa mwaka 2017. C, tunzo ya heshima kutoka WWK Revival Temple mwaka 2018. D, mchungaji msimikwa zaidi ya miaka 50 kutoka Tanzania Assemblies of God mwaka 2024. E, uongozi wa mahiri wa kanisa kutoka Tanzania Assemblies of God Kilimanjaro Revival Temple 2019.
F. Kulinda imani kutoka Tanzania Assemblies of God Ilala mwaka 2023. G. Maadhimisho ya Tanzania Assemblies of God miaka 75 kutoka Tanzania Assemblies of God mwaka 2014. H. Maadhimisho ya TAG miaka 85 kutoka Tanzania Assemblies of God 2024. I. Mwanzilishi wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Modio kutoka Tanzania Assemblies of God Masama Modio mwaka wa 2010. J. Miongoni mwa waanzilishi waliosababisha uamsho Afrika mwaka 1971 kutoka MCWE USA. Ugonjwa na kifo. Hayati alianza kupata changamoto ya maradhi ya utu uzima tangu mwaka 2018 na alitibiwa hospitali ya Muhimbili na baadaye India. Afya yake iliendelea vizuri sana na aliendelea na huduma kwa mwaka mmoja. Hali ya afya yake ilidhoofika tena na alipata matibabu hospitali mbalimbali kama Bugando Mwanza, KSMC Moshi, hospitali ya Sefu ya Dar es Salaam. Pamoja na matibabu nguvu ziliendelea kupungua na aliendelea na matibabu hospitali ya KSMC na kurudi nyumbani. Mnamo tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2025 alfajiri baada ya kuzidiwa alipelekwa hospitali ya KSMC kwa ajili ya matibabu, na tarehe 17 mwezi wa 5 2025 saa 5:40 asubuhi Bwana alimtwaa akiwa na umri wa miaka 88 ya kuishi, miaka 68 ya maisha ya wokovu na miaka 62 ya utumishi. Hayati ameacha watoto 5 walio hai, wajukuu 17 na vitukuu 4. Haleluya. Shukrani. Tunamshukuru sana Mungu kwa zawadi ya maisha na uhai wa shujaa wa imani baba yetu, ambaye maisha yake yamegusa maisha yetu na hatutamsahau. Tunapenda kushukuru Askofu Mkuu wa Kanisa la Tanzania Assemblies of God, Mchungaji Askofu Dr. Barnabas Weston Mtokambali na kamati yake kwa namna walivyoshirikiana nasi toka shujaa wa imani baba yetu alipokuwa hai, alipougua na hata alipotuacha. Kanisa la Tanzania Assemblies of God limefanya mambo mengi, hatuwezi kuyataja moja kwa moja, muda hautoshi. Mungu awabariki sana. Pia tunamshukuru mchungaji kiongozi, baraza la wazee, viongozi wa kanisa na washirika wote wa Kilimanjaro Revival Temple kwa namna walivyohusika na maisha ya shujaa wa imani baba yetu. Hatuwezi kumaliza kusema wema wao, maombi yao, michango yao mbalimbali, namna walivyoshiriki nyakati zote. Wamekuwa faraja kubwa kwetu na familia ya mpendwa wetu. Mungu awabariki sana. Tunapenda kuwashukuru sana wahudumu wote wa hospitali ya KSMC, hospitali ya Muhimbili, hospitali ya Sefu ya Dar es Salaam, Apollo hospitali ya India, hospitali ya Bugando Mwanza, hospitali ya Sima, hospitali ya A to Z ya Moshi, kwa namna walivyofanya bidii na maarifa kwa umahiri mkubwa sana katika kuokoa uhai wa shujaa baba yetu. Mungu awabariki sana. Tunamshukuru sana kaka yetu Godson na mke wake Selina. Wamekuwa karibu zaidi na mji wa baba, walihakikisha wanamhudumia kwa haraka na wanafamilia wanapata taarifa sahihi ili kufanya maamuzi ya pamoja ya namna ya kumhudumia hayati baba yetu kwa kupatiwa huduma zote stahiki na maendeleo ya afya ya baba yetu kila wakati. Mungu awabariki. Kipekee tunawashukuru vijana wawili, kijana wetu Godfrey Saria na dada Vanessa Kweka,
ambao kwa miaka 6 mfululizo wamekuwa wakisaidia shughuli zote za nyumbani katika kumhudumia baba kwa maelekezo ya msimamizi mkuu bila kuchoka na bila kukata tamaa. Ninaomba mkutano huu uwatambue vijana hawa muhimu sana waliomhudumia shujaa wa imani baba yetu. Naomba msimame. Na wamempa Yesu maisha yao. Tunawashukuru viongozi wa serikali na vyombo vya ulinzi na usalama kwa ushirika wao katika kufanikisha sherehe ya mwisho ya shujaa wa imani baba yetu. Mungu awabariki sana. Familia wangelipenda kumtaja kila mmoja wetu hapa kwa kila alichokifanya, lakini muda hautatosha. Naomba niwataje wachache kuwakilisha wengine kwa niaba ya familia kwa maombi na sadaka zao, ambapo ni makamu askofu mkuu mchungaji Dr. Magnus Mwiche, mchungaji Ronswai, mchungaji Dr. Huruma Nkone, mchungaji Isaya Temu, mchungaji Joseph Mosha wa TPC, mchungaji Rogate Swai wa Kinondoni, Nabii Malisa, mchungaji Kingu na mke wake, Askofu Angelo Ambrose Kachele, mchungaji Ole Nguyai, mchungaji Esther Muro, Dr. Ali wa A to Z Hospital, Nasi Jackson Rwemam, mzee Sinare na mke wake mhandisi, Felician Mramba, mchungaji Glorious Shaw, familia ya Saba Swai na familia ya Joshua Kweka, Mr. Ibrahim Shayo, Ibrahim Line, Tumaini Mwansoni, Oklina Masalema, Robert Mkenda, ndugu Alex Lisu na mke wake Caroline Lisu, Mr. Albert Mruma, Dr. Everest Mchomi, Mama Victoria Njau, Dr. Ngatulile wa Msima, mzee Eliseta Kwayu, mzee Clement Kwayu, Askofu Eliudi Isanja na wengine ambao hatukuwataja hapa. Asanteni kila mmoja kwa sadaka na michango mbalimbali, na kwa timu mbalimbali za maombi. Tumeguswa sana na upendo wenu. Hitimisho. Mwisho si kwa umuhimu, tunawashukuru kamati zote ambazo zimeratibu sherehe, marafiki, washirika wa madhehebu mengine, taasisi mbalimbali zilizoshirikiana nasi leo, waliopo hapa na waliopo nje ya nchi, wanaofuatilia sherehe hizi za shujaa wa imani, wana Kilimanjaro na wana Tanzania wote kwa ujumla. Tunasema Mungu awabariki sana kwa faraja kubwa mliotupa. Tumefarijika sana. Mungu awabariki. Tuna ujasiri mkubwa bila hofu yoyote kukiri kuwa baba yetu amevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo ameumaliza. Imani ameilinda. Na tunasema na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengine kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele na milele. Haleluya! Asante kwa maisha ya baba yetu uliyempa hapa duniani. Tunakurudishia sifa, utukufu na heshima. Jina lako Mungu na libarikiwe. Amen. Asanteni. Jamani, makofi mengi 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 sana.